Raisi wa FIFA Gianni Infantino alikutana katika wakati mgumu baada ya kushindwa kuwashawishi wajumbe wa vyama vya soka vya Israel na Palestina kusalimiana wakati wa mkutano rasmi wa kimataifa. Tukio hili lilitokea mbele wa wajumbe mbalimbali wa soka duniani, ambapo Infantino alijaribu kuonyesha ishara ya amani kwa kuwahimiza wawakilishi wa Israel Football Association na Palestina Football Association kusalimiana kwa mkono. Hata hivyo, jitihada hizo hazikufanikiwa baada ya pande zote mbili kuonekana kusita na hatimaye kukataa kufanya jambo hilo. Hali hiyo ilionyesha wazi mvutano uliopo kati ya pande hizo mbili, ambao kwa muda mrefu umeathiri siasa hata michezo ikiwemo soka. Wajumbe waliokuwepo walishuhudia tukio hilo kwa mshangao mkubwa, huku baadhi wakilitafsiri kama ishara ya changamoto kubwa iliyopo katika kuleta umoja kupitia michezo. Ingawa FIFA imekuwa ikisisitiza mshikamano na amani kupitia soka, tukio hili linaonyesha kuwa bado kuna vikwazo vikubwa vinavyohitajika juhudi zaidi ili kuvishinda. Hakuna kauli rasmi iliyotolewa mara moja kutoka kwa washirika wa pande hizo mbili kuhusu tukio hili, huku FIFA ikitarajiwa kuendelea na jitihada zake za kutumia michezo kama daraja la kuunganisha mataifa ambayo yamekuwa na migogoro mingi kwa muda mrefu. Hii ni moja ya tukio ambalo linaongelewa sana hivi sasa, kwa sababu tunaelekea katika kombe la dunia na kila mmoja anakuja na mawazo yake, kwa sababu Mashariki ya Kati imekuwa ni hali tete. Mataifa mbalimbali yamekuwa yakiendelea kukinzana kila itwapo leo. Kuna changamoto ya taifa pia la Iran, itikadi inawezekana lisishiriki katika kombe la dunia, lakini hili jipya lililoibuka baada ya Israeli na Palestina wawakilishi wao kukataa kupeana mikono limeacha maswali mengi ya kwamba inawezekana mpira wa miguu ama mpira usiwe sehemu tena ya kielelezo cha amani na upendo, bali inawezekana siasa zikachukua nafasi kubwa na maisha yakashindwa kuwa bora kama awali yalivyokuwa katika sehemu hii ya michezo.